Habari, karibu katika video hii. Tutakapokwenda kujifunza jinsi ya kukagua na kuhariri mikutano katika mfumo huu wa DreamSave. Hivi sasa tuko kwenye kipengele cha mikutano, ambacho unaweza kufikia rekodi zote za mikutano yetu. Kipengele hiki utaweza ni sehemu ambayo utakuwa unaweka hisa za wanachama. Pale utakapofungua anza mkutano mpya, utakuwa unaweka hisa za wanachama, mapato yote ya kikundi, mikopo pamoja na faini kwenye kipengele hicho. Kipengele kingine ambacho ni cha muhimu ni kipengele ambacho kinaonyesha mikutano yote iliyofanyika kwenye mfumo huu. Hapo tunaweza kuona kuna mkutano wa kwanza mpaka mkutano wa 10 pamoja na tarehe ambazo ziliwekwa kujazwa taarifa za kikundi. Ili uweze kufungua mkutano, ili uweze kuona, inabidi uje kwenye sehemu imeandikwa mikutano iliyopita na uweze kuangalia. Na utakapofungua mkutano wote, utaweza kuona taarifa na nini ambacho kilijazwa kwenye mkutano. Lakini kumbuka, unaweza kuhariri mkutano uliopita tu ambao uko juu ya orodha, ambao hapa ni mkutano wa 10. Kwa maana mkutano wa kwanza mpaka wa 9 ni mkutano ambao utakuwa unaweza kuiangalia tu, lakini mkutano wa 10 utaweza kuangalia, lakini pia kuufungua na kufanya marekebisho yoyote ambayo yanatakiwa kufanyika. Kwa mfano, mwanachama hakuleta hisa, anataka kuleta, na tayari mlikuwa mmeshamaliza mkutano. Twende tukajifunze namna ya kufanya hayo. La cha kwanza inabidi uguse mkutano. Nitagusa mkutano wa 10 ili tuweze kuona, ambapo hapa tunaona machaguo mawili. Chaguo la kwanza ni chaguo la kuangalia na chaguo la pili ni kufungua huu mkutano. Twende tukaangalia kuangalia kwa sasa. Kwa sababu tayari imeshakuwekea kuangalia imeshachaguliwa, utaminya sawa. Utaambiwa tafadhali kumbuka ili uweze kujua unachoenda kufanya. Baada ya kusoma na kuelewa utaminya sawa. Sasa unaweza kuona na kukagua shughuli zote ambazo zimerekodiwa wakati wa mkutano huo. Hapo unaweza kuangalia kwa mfano mahudhurio, unaweza kuangalia mwanachama gani alikuwepo na mwanachama gani hakuwepo. Pia unaweza kuona taarifa nyingine. Ukienda kipengele cha akiba, utaweza kuona kila mwanachama na akiba ambayo ameweka. Utaweza kuona akiba mpya kama wamefanya malipo ya mfuko wa jamii, kama na mifuko ya ziada, utaweza kuona taarifa zote kwenye kipengele hiki cha akiba. Kama tulivyosema awali, hapa ni kuangalia na hatuwezi kufanya jambo lolote kwenye mkutano huo. Baada ya kukagua mkutano wako, unahitaji kuumaliza na kuufunga. Kwa sababu hapa tunaangalia tu, hatuna haja ya kuanza kufanya jambo lolote zaidi ya kuangalia. Utaweza kuona kila kitu ambacho kimefanyika kwenye mkutano huu kwa ufasaha. Baada ya hapo, utatoka tu nje na kuendelea na shughuli nyingine. Hicho ni kipengele cha kuangalia mkutano. Sasa twende tukaangalie, twende tukafanye tofauti, tukaone kipengele kingine kwenye mkutano huu. Tuliona kipengele cha kuangalia na sasa tukaangalia kipengele cha ufunguzi wa kikao ili tuweze kuona utofauti katika hizi machaguo mawili. Hapa lazima uthibitishe kwamba uko tayari kufungua huu mkutano. Na hapo utakaposema uko tayari, utaambiwa kwamba matokeo ya kufungua tena mkutano huu kwamba wanachama watatumia ujumbe mfupi baada ya kufanya marekebisho yoyote kwenye mkutano huu. Na unaweza kuona pia, unaweza kufanya mabadiliko mbalimbali kipindi cha mkutano huu unapokuwa umefunguliwa. Tukajaribu kufanya jambo moja. Kwa mfano, mwanachama mmoja aseme rekodi ambazo alikuwa amewekewa za akiba yake haziko sawa na zinahitaji kurekebishwa. Twende kwenye akiba na tukaone kwamba tunaweza kurekebisha. Na baada ya hapo mfumo utakuonyesha kuwa kumbukumbu na nini ukumbuke wakati unaenda kurekebisha hizi taarifa za wanachama. Tukamchukue Elizabeth Nyemo ambaye anasema yeye alikosewa kuwekewa akiba yake. Anasema aleta hisa 6 na sio hisa 5 au aleta hisa 4 na sio hisa 5. Kwa hiyo twende tukafanya marekebisho tunaona kuaje. Utakwenda kufuta na kwenda kuandika ile hisa ambayo ameileta na mfumo utatupa kiasi cha fedha ambacho alichokuwa ameleta. Na baada ya hapo utaminya imekamilika kama hizo taarifa zimerekebishika.
Baada ya hapo utaenda utasema imekamilika. Ili kuweza kukamilisha huu mkutano, inabidi ukaweke sahihi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkutano unafungwa. Na utakwenda kuufunga hapa kama ambavyo umeambiwa, tafadhali uweke sahihi, na sahihi utakwenda kuiweka hapo. Unaweza kumchagua mwanachama ambaye anatakiwa, kiongozi ambaye atakuwa amefungua huu mkutano, utamchagua. Kama ni kiongozi ni tofauti na huyu Elizabeth ambaye amejibadilishia, basi itabidi ibadilishwe, na baada ya hapo utakwenda kuweka sahihi. Na baada ya hapo utasema imekamilika, ili uweze kukamilisha hii shughuli ya mkutano ambao umefunguliwa. Ili kuweza kukamilisha yote, ni lazima mkutano uhifadhiwe mtandaoni. Kwa utasema hifadhi kisha hitimisha mkutano. Kumbuka, kwa kufanya hivi wanachama watapokea message kuonyesha kwamba kuna mabadiliko yamefanywa kwenye mkutano huu wa 10, na wanahitaji kujua nini kinachoendelea, ili lengo ni kuhakikisha usalama wa taarifa za kikundi uko sahihi na salama. Baada ya hapo unabidi uhifadhi taarifa hizi mtandaoni. Tunasisitiza kuhifadhi taarifa baada ya kumaliza mkutano, kwani ni rahisi kusahau kuja kutunza taarifa baadaye baada ya kumaliza mkutano. Utaendelea utasema ijayo, na baada ya hapo mkutano wa 10 utakuwa umekamilika. Na hivi ndivyo tunavyofanya kuangalia mikutano ambayo imefanyika kwenye kikundi chenu. Asante.